Tanzania, habari Afrika. Leo na mambo matano muhimu tukojadili usiyojua kuhusu uzinzi. Jambo la kwanza, uzinzi sio dhambi pekee duniani, ziko dhambi nyingi. Ni kweli kabisa, nakubaliana, lakini uzinzi ndio dhambi pekee yenye matokeo kimwili, kiroho, kinafsi na kiafya. Au nikwambie kimwili, kiroho na kiafya na kinafsi. Kwa uzinzi ndio dhambi pekee ambayo ina triangle, ina affect nafsi, at the same time ina affect law, at the same time ina affect. Sasa namaanisha nini? Namaanisha hivi, mambo matano makubwa muhimu usiyojua kuhusu uzinzi. Jambo la kwanza kabisa, uzinzi una tabia ya kula hatma au kesho ya mtu. Kuna mtu anaitwa Rubeni, mtoto wa mzee wa Yakobo. Kiuhalali alikuwa na haki ya uzaliwa wa kwanza, kwa sababu ndo mtoto wa kwanza wa mzaliwa wa Yakobo. Ukisoma Mwanzo, ana Yakobo aliwaita wanaye, akasema, kusanyikeni wana wa Yakobo, niwaambie mambo yatakayotokea siku za usoni au siku za mbele. Akaambia Rubeni, ni mzaliwa wangu wa kwanza, ni malimbuko yangu, nguvu za ujana wangu, lakini umezuiliwa kuwa mkuu, kwa sababu ulikiluka kitanda changu, ukapanda kitanda changu. Kwa lugha rahisi, Rubeni aliuza uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya single night ya kulala na Bilia, mtoto mke au suria wa baba yake. Kwa sababu ya uzinzi ule aliofanya, aliuza uzaliwa wake wa kwanza. Just imagine, mtu mwenye hatma ya ufalme aliuza ufalme kwa ajili ya single moment. Hii ndio iliyotofautisha Yusufu, yeye akati mke wa Potifa amemfuata yeye Yusufu, kwa sababu kuna kitu alikijua zaidi. Anasema hivi, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Mmoja ni watoto wa baba mmoja hawa. Mmoja aliuza uzaliwa wa kwanza kwa kulala na suria wa baba yake.